kwa ajili yako wewe ambaye unasikiliza, lakini kikubwa zaidi ni kuhusu zoezi la upimaji wa afya ya udongo katika mkoa huu hapa wa Katavi. Hiyo ndio sehemu ambayo tutajikita zaidi, kwa sababu tupo pia na wataalamu ambao watazungumza moja kwa moja. Kwanza tuanze kwa kufahamiana. Sasa tunaanzia huku kwa mwenyeji kwanza au tunaanzia, nafikiri tuanze kwa mwenyeji atutambulishie wageni. Karibu sana. Karibu. Asante, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Farid Abdalla, mimi ni kilimo mkoa wa Katavi, lakini mbele yenu tumeungana na wageni wetu kutoka Wizara ya Kilimo. Ningependa waweze kujitambulisha kwa majina yao ili wasikilizaji waweze kuwasikia sauti zao. Sawa, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Consolata Chambi, ni afisa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo, Idara ya Mipango na Usimamizi wa Ardhi ya Kilimo. Kwenye zoezi hilo la upimaji afya ya udongo na mratibu wa mkoa wa Katavi. Okay. Karibu hapo. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Florian Kalemela, mkurugenzi msaidizi sehemu ya usimamizi wa matumizi ya ardhi ya kilimo. Okay. Sawa, karibuni sana Katavi. Vipi mazingira yake mmeonaje? Kwa kweli Katavi iko vizuri. Mazingira ni mazuri na ardhi iko nzuri, kwa hiyo ni sehemu mwafaka kwa kilimo. Nimepitishwa kidogo kwenye mashine za mpunga, mjoni mchele na nini. Kwa kweli ni wazalishaji wazuri sana. Niwapongeze wakulima. Safi kabisa. Sawa, sasa kwa kuanza tu moja kwa moja, pengine tumjulishe huyu msikilizaji tunapozungumzia afya ya udongo tunamaanisha nini? Maana mtu anajua tu udongo ni udongo, udongo tena afya. Labda tufahamu hapo. Ndio, asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Afya ya udongo ni uwezo wa udongo kusupport au kuwezesha mmea kukua vizuri, lakini pia kuzaa kwa tija. Yaani ili mmea uweze kustawi vizuri unahitaji virutubisho, lakini pia unahitaji hewa na maji. Kwa hiyo sasa ule udongo ukiwa na uwiano mzuri wa virutubisho, lakini pia ukaruhusu hewa kuingia na maji, lakini pia maji uwezo kuweza kushika maji ili yaweze kutumiwa na mmea. Sababu kwa mfano ukiangalia udongo aina ya kichanga unapitisha maji lakini yanapita moja kwa moja au shiki. Kwa hiyo ule unakuwa sio sawa. Lakini udongo kitifutifu unaruhusu maji kupita lakini pia unayashikilia. Sasa ile inawezesha mmea kuweza kupata maji, lakini pia na hewa inakuwa imeingia, na udongo ukiwa na virutubisho vinavyotakiwa kwa ajili ya mmea kukua, ndio tunasema kwamba huo udongo una afya. Sawa. Sasa na umuhimu upoje sasa kwenye upimaji wa afya ya udongo? Yaani kuna umuhimu gani wa kufanya hivyo? Asante ndugu mtangazaji. Ni muhimu sana kupima afya ya udongo ili uweze kujua afya ya udongo ikoje na uweze kutumia mbolea gani na visaidizi vya mbolea vipi. Sababu ni kama afya ya binadamu, huwezi kuanza kutumia tu dawa bila kujua afya yako ikoje. Kwa hiyo inabidi kujua afya ya udongo ikoje ili uweze kujua nitumie mbolea gani kuweza kupata tija katika mazao. Kwa hiyo kumbe kuna uwezekano kwamba usipozingatia hilo kama mkulima, hata mazao yako kupata inaweza ikawa ni issue kidogo. Kwa kweli bila kujua afya ya udongo inakuwa ni changamoto. Sababu unakuta wakulima wengine akilima tija ikiwa ndogo anaongeza tu mbolea. Anaweka mbolea. Sasa anashangaa mbona hapati matokeo. Lakini kumbe sasa angejua afya ya udongo angeweza kujua atumie mbolea kiasi gani, lakini pia afanye nini ili uweze ule udongo uwe na afya. Ndio. Sawa, labda nije kwako afisa kilimo mkoa hapo, ujaribu kutupitisha kuona hali ya wakulima wa mkoa wa Katavi kwenye swala zima la upimaji wa afya ya udongo, wana huo uelewa? Asante ndugu mtangazaji. Kwa ujumla kwa wakulima tuseme asilimia kubwa bado hawana uelewa kuhusiana na afya ya udongo. Ndio maana tukienda baadhi ya maeneo bado wakulima wanaamini kwamba ardhi zao ziko vizuri na zinajitosheleza. Hali ya kuwa kimsingi ardhi hazijitoshelezi, kwa maana kwamba kama ameanza kulima kuanzia mwaka hata 2002 hadi sasa hivi, hata yeye mwenyewe akipima uwezo wa shamba lake anaona unapungua. Kwa sababu tunasema kila anapovuna vile ni virutubisho anaondoka navyo. Kwa maana yale mazao anaondoka nayo ile virutubisho ambavyo vilikuwa kwenye ardhi vilihifadhiwa anavivuna kila mwaka. Kwa kila mwaka anavovuna vinaendelea kupungua.
Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa ya hasa ya kushuka kwa uzalishaji, lakini kushuka kwa tija ya uzalishaji kwa eneo. Kama alikuwa na uwezo wa kutoa gunia 20, gunia 30 kwa zao mfano la mahindi, sasa hivi imeshuka hadi mwingine anafika gunia 15, 18. Kwa sababu gani? Kila mwaka alikuwa anavuna bila kurejesha. Kwa hiyo tuseme hili zoezi la afya ya udongo bado maeneo mengi hawajijua, lakini pia kwenye kampeni mbalimbali tumeendelea kuelimisha kuhusiana na wakulima namna gani waelewe kuhusiana na swala zima la afya ya udongo na umuhimu wa kupima afya ya udongo. Na kimsingi tumefanya hivyo kupitia kampeni mbalimbali ambao sasa hivi kupitia Wizara yetu ya Kilimo tuliweza kupata soil scanner ambazo tulikuwa tumezitumia na tushapima kwa zaidi ya mashamba 1000 zaidi ya 1000 ambao tumepima ya wakulima mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kuna kwa kiasi fulani kuna baadhi ya wakulima washapata message ya afya udongo. Lakini sasa ili zoezi sasa linaloenda kufanyika ambalo pia na hasa sana wakulima watu tutoe ushirikiano kwa 100% kwa sababu ni la muhimu sana hasa kwa mkoa. Hii hapa sasa ndio inatupa ile picha halisi ya aina ya udongo wetu tulionao, lakini aina gani ya udongo wetu unahitaji virutubisho gani kwa sasa. Na hii itatupa picha nzuri sana na kuweza kujua kupunguza pia gharama, kwa sababu changamoto pia kutokujua afya ya udongo ni kutumia mbolea bila kujua hii mbolea ninayotumia je ni sahihi kwenye hili eneo. Na usipojua kwamba hii mbolea ni sahihi utaingia gharama ambazo sizo. Na ndio maana umefikia sehemu wakulima wanasema labda mbolea zinaharibu udongo. Kwa sababu gani? Wanatumia mbolea ambayo sio. Mbolea inahitajika labda uweke kilo 5, unaweka kilo 20. Zaidi hapo unazidisha matumizi. Kwa hiyo kimsingi hapo unaenda kuharibu ardhi. Kwa hiyo hii hapa sasa inaenda kutupa picha kiwango gani hasa utumie kwenye eneo lako. Kwa hiyo mimi nasema hii zoezi ni muhimu sana kwa wakulima wetu, lakini kupitia hichi chombo cha habari tunaomba wakulima waweze kuelewa kwamba ni muhimu sana na watoe ushirikiano wa 100% kwa wataalamu watakapofika kwenye maeneo yao ili waweze kuchukua hizo sampuli na kwenda kuzipeleka maabara na kuja kutupa taarifa ambayo sasa sisi kama walaji kama wakulima tunaweza kuitumia na kuweza kuongeza tija na uzalishaji. Okay. Msikilizaji, kupitia 0621780663 kama utakuwa una lolote waweza kututumia ujumbe hapo na sisi tutaupitia hapa. Nikirudi tena huku kwako sasa, natamani pia tufahamu afya ya udongo inaathiri vipi shughuli za uzalishaji wa mazao lakini hii nchini. Kama nilivyosema hapo mwanzo, afya ya udongo ni ile ambayo inawezesha mmea kuota vizuri lakini pia na kuzaa kwa tija. Kwa hiyo sasa mmea ukiwa na tija unazaa mazao vizuri, lakini ukikosa virutubisho utadumaa, lakini pia tija itakuwa ndogo. Kwa hiyo sasa afya ya udongo ikiwa nzuri, kwa hiyo mimea itakuwa na tija na uzalishaji utaongezeka. Na kwa nini mkauchagua mkoa wa Katavi kwenye hili zoezi? Hili zoezi ni kwa nchi nzima, lakini pia kwa Katavi ni mkoa ambao ni mkoa wa kilimo, lakini pia una ardhi nzuri. Kwa hiyo ni miongoni mwa wazalishaji wakuu. Kama mtakumbuka, Katavi ilikuwa ni sehemu ya mkoa wa Rukwa, ambapo katika wale wazalishaji wakubwa wa mazao nchini, bread basket wanasema, ni mojawapo ya mikoa ile giant, mikoa mikubwa katika uzalishaji wa mazao. Sawa. Msikilizaji, shiriki na sisi pia kupitia 0621780663. Jumbe yako pia tutapita nayo hapa. Ulivyokuwa umesogeza nikajua nina jambo. Nikajua una jambo. Mimi nataka nimkumbushe msikilizaji kwamba tunazungumza pia na mkurugenzi wa sehemu ya usimamizi wa matumizi ya ardhi ya kilimo kutoka Wizara ya Kilimo, Mhandisi Florian Kalemera. Kwa hiyo kama una lolote kupitia 0621780663 weka swali lako hapo na sisi tutalisoma hapa. Kwa hiyo zoezi hili linafanyika kwa namna gani? Zoezi hili linafanyika kwa namna kama 3 hivi. Ambapo namna ya kwanza ni sampuli zinakusanywa. Yaani kuna timu imegawanyika katika hayo maeneo 3. Timu ya kwanza inahusika na ukusanyaji wa sampuli, ambapo sampuli inachukuliwa katika kina cha sentimita 0 mpaka 30 kwenda chini. Lakini pia sampuli nyingine inachukuliwa kuanzia sentimita 30 mpaka 60. Lakini aina ya pili ni uchimbaji wa mashimo,
marefu ambayo urefu ni kama mita 2, lakini yana kina cha futi kama maeneo ni yote ya kilimo, kwa sababu ili zoezi linavyofanyika ni kwamba inachukuliwa ramani ya mkoa, yanatolewa maeneo ya makazi, lakini pia maeneo tengefu, labda kama hifadhi, maeneo ya hifadhi yanatolewa. Kwa sasa yale maeneo yanayobaki ndio yanaweza akafaa kwa kilimo. Kwa yale maeneo sasa ndio yanatumika kwa ajili ya kuchukua sampuli. Na hawa wakulima pia wanashirikishwaje kwenye hizo upimaji wa udongo? Kwa kweli ushirikishwaji wa wakulima ni muhimu sana, sababu mashamba ni ya wakulima wenyewe. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana kuwashirikisha, kwa sababu bila kuwashirikisha ili zoezi linaweza likaleta taharuki, sababu wanaweza kafikiri labda wanataka kunyang'anya mashamba yao, lakini pia inaweza ikaleta hata imani kama za kishirikina, maana watu wanachukua udongo wanaondoka nao. Kwa hiyo ili kuweza kufanya ile zoezi, wananchi wameshirikishwa kwa kupitia kwanza, wizara iliwasiliana na wizara ya TAMISEMI, lakini pia sekretarieti za mikoa na halmashauri husika. Maana hizi halmashauri na sekretarieti za mikoa ndo zinakuwa na watu au wakulima wako nao katika shughuli za siku hadi siku. Kwa sasa tuliwapa taarifa na wao wakaziwasilisha mpaka chini. Kwa hiyo wananchi wakashirikishwa ili wakiona wataalamu wakija waweze kuwapa ushirikiano. Lakini ushirikishwaji pia utaendelea baada ya matokeo kutoka, watapatiwa sasa ushauri wa matumizi sahihi ya mbolea. Nakuta wataalamu wanakuja kimya kimya, wanapima udongo, wananchi watasema bwana anatuzoa nyayo. Kweli kabisa, uko sahihi ndugu mtangazaji. Kwa hiyo ushirikishwaji wao ni muhimu sana. Ili zoezi liweze kwenda vizuri. Okay, na tukiangalia hapo sasa kwenye upande wa manufaa, kuna hiki ambacho wakati unazungumza hapo umemalizia, manufaa ambayo wao wakulima watayapata moja kwa moja ni yapi kutokana na shughuli hii ya upimaji wa udongo mara baada ya kukamilika? Manufaa watakayopata ni kupata ushauri wa matumizi sahihi ya mbolea ambayo yataenda kuongeza tija sasa kwa uzalishaji. Kwa hiyo yataongezea kipato kwa maendeleo yao, lakini na kwa maendeleo ya nchi kwa ujumla. Lakini pia zoezi hili litaonyesha sasa ni mazao gani yanaweza kustawi maeneo fulani. Kwa hiyo sasa ile itaongeza wigo wa wakulima kuchagua mazao yatakayofaa, sababu inawezekana kuna mazao ya asilia ambayo yanalimwa kila mara, lakini wanaweza kawa hawafahamu labda zao fulani ambalo linalipa vizuri na biashara nzuri, lakini walikuwa hawafahamu kama linaweza likafanya vizuri katika mkoa huu. Kwa sasa ile matokeo yatawezesha kujua kwamba ni zao fulani, kwa hiyo mkulima atakuwa na wigo mpana kuchagua zao la kulima. Na huyu mkulima sasa itamsaidiaje kwenye kupunguza hasa gharama za uzalishaji, labda pengine na kuongeza hayo mavuno? Hii ndugu mtangazaji itasaidia kwa sababu afya ya udongo kishajulikana, itawezesha sasa aweze kutumia mbolea kwa kiasi gani. Tofauti na hapo awali ambapo alikuwa anatumia tu, unakuta kwa mfano nchi nzima ushauri wa matumizi ya mbolea ulikuwa unafanana, kitu ambacho sio sahihi. Kwa mikoa ya kaskazini na mikoa ya kusini wanaambiwa watumie mbolea katika kiwango kinachofanana. Sio sawa, sababu afya ya udongo zinatofautiana kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Lakini kwa kujua sasa afya yake ya udongo, atatumia kiasi kile tu kinachohitajika. Kwa hiyo itaokoa gharama, atakuwa anatumia kiasi kidogo tu kinachohitajika baada ya kutumia kwa wingi. Sawa. Na tukiangazia sasa kwa upande wa masuala ya teknolojia huku, natamani tufahamu pengine ni teknolojia gani ambayo inatumika hasa kwenye upimaji wa afya ya udongo? Matumizi ya teknolojia yako makubwa sana katika hili zoezi. Kuanzia katika maandalizi, teknolojia ya wanasema Geo Information System and Remote Sensing, yani mifumo ya teknolojia ya taarifa za kijiografia na utambuzi wa mbali. Hiyo teknolojia inatumika kwa ajili ya kujua sasa ile maeneo ya kuchukua hizo sampuli. Kama nilivyosema hapo mwanzo, inachukuliwa ramani ya mkoa, inaondolewa maeneo ya makazi na maeneo ya hifadhi. Kwa sasa kupitia hiyo teknolojia ya hiyo mfumo na inawekwa scale ya hilo zoezi, lakini pia inaingizwa taarifa za awali kama mambo ya miamba, uoto. Sasa hiyo teknolojia inawezesha sasa kuweza
kuonyesha ni maeneo gani sampuli wakilishi zichukuliwe. Lakini pia katika zoezi lenyewe teknolojia inatumika katika zile taarifa zinazochukuliwa, ni kwamba haziandikwi tu kwenye karatasi, sababu unaweza karatasi kapotea au nini. Kuna mfumo wa kuingiza zile taarifa na zinarushwa, zinakusanywa sehemu moja. Lakini pia katika upimaji wenyewe ni teknolojia inatumika, sababu zile sampuli zinapelekwa maabara kwa ajili ya uchambuzi au analysis, ambapo ni teknolojia. Sasa hapo kuna vitu kama wanaita vitendanishi au reagents ambazo ni kemikali zinatumika kwa ajili ya kujua virutubisho gani vipo. Lakini hata ile mitambo inayotumika kupima ni teknolojia yenyewe. Sawa. Sawa, ana kupitia 0621780663 nitarudisha tena kijiti kwako ili uweze kuendelea kiongozi. Naam. Lakini wacha tupitie pia jumbe 2-3 hapa. Anasema kwamba itasaidia, itawezesha usambazaji wa mbolea. Kwa kuwa afya ya udongo itakuwa imefahamika katika nchi nzima, ule usambazaji wa mbolea itasaidia kupeleka labda mbolea aina fulani iende ukanda fulani kutokana na afya ya udongo ya sehemu ile husika. Lakini pia itawezesha kuonyesha sasa labda eneo fulani lina changamoto, sababu udongo unakabiliwa na changamoto mbalimbali. Na mfano kama tindikali, tindikali ya kwenye udongo ikiwa juu inasababisha uzalishaji kutokuwa mzuri, sababu ile uwepo wa tindikali iliyozidi katika udongo unafanya mmea kushindwa kufyonza virutubisho vilivyopo ardhini. Kwa hiyo sasa ndio unaweza kukuta mkulima anaendelea kuongeza mbolea, anashangaa matokeo mbona hamna, kumbe udongo ule tindikali iko juu. Kwa hiyo sasa itasaidia kuonyesha kwamba eneo fulani tindikali iko juu, kwa hiyo watumie visaidizi gani vya mbolea kuweza kurekebisha ile tindikali. Kama chokaa ya mazao huwa inatumika kwa ajili ya kushusha ile tindikali ya kwenye udongo. Sawa, unisaidie jambo afisa kilimo hapo, mpelekee hiyo nani. Mimi nachotamani kukifahamu kwenye hili swala la afya ya udongo, ni wakati gani ambao unaonyesha kuwa na athari kwenye shamba la mkulima labda? Tuseme kwa wakati ambao unaonesha athari ni pale hasa alivyosema mkurugenzi, pale unapotumia mbolea kwa wingi na usipate matokeo. Lakini kwa ardhi yetu, yani ficha na jinsi unavyoona tu unavyolima inaonesha ardhi. Ukishaona kuna majani ambayo yanakuwepo kwenye maeneo yetu, mfano kuna maeneo hasa utasikia kiduha, kuna majani fulani yanaitwa kiduha. Na kwenye jamii yanafahamika kwa aina tofauti. Yale majani bwana, akiwepo kwenye shamba lako ni ngumu sana kuweza kutoboa, kwa maana kwamba yanaathiri hasa zao la mahindi, linaathirika sana kwenye hilo swala, kwa maana kwamba yananyonya vile virutubisho unavyoweka kwenye mahindi, yenyewe yananyonya. Kwa hiyo unashangaa mbona shamba mahindi yamepanda vizuri yamekauka. Hiyo hapo ni athari pia ya tindikali. Ardhi ikiwa na tindikali, huwa majani yanajitokeza, na majani aina tofauti. Kwa hiyo kwenye maeneo yetu mengi yameathirika na hali ya tindikali. Kwa hiyo kupitia hii sasa, hili zoezi linaweza kutusaidia kutupa picha kusema kwamba sasa tuna tindikali, tunaendaje kuirekebisha ardhi yetu. Ndio kama alivyosema mkurugenzi kwamba tunaweza kwenda kutumia visaidizi vya mbolea. Visaidizi vya mbolea ni vipi? Visaidizi vya mbolea hizi za viwandani, ili mmea uweze kufyonza, uweze kuchukua virutubisho, inahitaji visaidizi kwa maana kwamba vishikio. Yaani mbolea ukiweka tu kama haina vishikizo au haina kitu cha kuishika, inapotea. Kwa hiyo ndio hiyo tunaweza kutumia chokaa mazao, lakini wengine wanatumia hata samadi. Hizi samadi za asili na hizi mboji ambazo tunaweza kutengeneza zinaweza kusaidia kushikilia mbolea, ili mbolea ikishikiliwa pale iweze kutumika. Lakini pia tuna changamoto pia kipindi ambapo mvua zimenyesha, zimekuwa nyingi. Hatuzalishi sana, kwa sababu ardhi inapoteza sana. Inapoteza nini? Kwa sababu hivyo vishikilio hivyo havipo. Kwa kupitia hizi tafiti au upimaji ambao utafanyika, unaweza kutupa picha sasa. Tutumie hivyo vishikilio ambao vitashikilia mbolea vaina gani, lakini pia sio vaina gani tu, kwa kiwango gani na katika eneo gani.
Kwa hiyo itatusaidia sasa kutupa picha kwamba kwamba tutumie kwa usahihi ili kuweza kuongeza tija na uzalishaji. Mimi naomba tumjibu bwana hilo. Mfano mtangazaji, msikilizaji ameuliza kuhusiana pia na issue ya kwa mashamba ya mpunga. Watu wamekariri kwamba mpunga hawatumii mbolea. Ndio maana ameuliza hivyo. Yaani watu wamekariri kwamba mashamba ya mpunga hayatumii mbolea. Lakini mashamba ya mpunga yanatumia mbolea tena kwa wingi sana. Na ukienda apige tu picha mfano eneo ya Morogoro. Morogoro na mwanzoni walikuwa watumii. Lakini kadri unavyolima yale mashamba yanapungua. Amesema hapa mkurugenzi kuna changamoto ya asidi. Lakini pia kwenye mashamba ya mpunga kuna changamoto ya alkali, ya chumvi. Kwa chumvi ikizidi pia kwenye mashamba ya mpunga, uzalishaji hamna. Yaani usipotumia mbolea upati kitu. Yaani upati kabisa. Sasa hichi kinaenda kutupa picha kwamba kama kwenye ardhi ya mpunga tunairekebishaje. Na hii hatuendi nyumba kwa nyumba. Maana kuna mwingine anaweza akachukua historia akaipata akasema kwamba na mimi si waje wanipimie kwangu. Ili zoezi aliendi hivyo. Ili zoezi tayari kama alivyosema mkurugenzi limechukua ni mfumo wa kiteknolojia. Kwa hiyo kama ukibahatika kuangukiwa na point ni wewe. Yaani kama ukibahatika kuangukiwa na point mkulima ni wewe umeangukiwa kwako. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa mwakilishi wa wengine wote. Kwa hizi point wamezirani kwenye mkoa kulingana na maeneo ya kilimo. Kwa hiyo ukiangukiwa wewe ni bahati yako, kwa shamba lako limechukuliwa. Kwa hiyo ndio maana nasema toa ushirikiano kwa 100% ili wachukue vizuri wakupe matokeo. Na utatumia vizuri kwa sababu ni eneo lako limekuwa wakilishi kwenye maeneo mengi ya mkoa. Kwa hiyo mimi ninachotaka wakulima sio kwamba sisi tunatangaza hizi zoezi kwamba tutaenda kule afu tuanze kuchagua kaya fulani aseme mimi kanipimie kwangu, hapana. Ili zoezi ni jumuishi kama alivyosema. Kwa hiyo anapoenda kule itaangukia popote. Itakapoangukia toa ushirikiano, wachukue pale, wewe ndio utakuwa mwakilishi kwa maeneo mengi zaidi ya mkoa wa Katavi. Unajua hapo ulivyozungumza sasa na mimi ndio nimeelewa. Maana lilikuwa linakuja hilo swali, je, tunaanza tarehe ngapi, tunamaliza tarehe ngapi? Hapo sasa nimepata majibu mazuri. Na kwa tafsiri hiyo kwamba ni kwa mashamba yote ya mkoa wa Katavi, ila inategemea wewe umefikiwa kwenye eneo lako. Umefikiwa kwenye eneo lako. Na kama hujafikiwa utapata taarifa kwa sababu amegawa kulingana na jiografia. Kama katika mkoa wetu kuna uwanda wa chini, kuna uwanda wa kati, kuna uwanda wa juu. Kwa kote kuna uwakilishi. Kwa kwenye ule uwakilishi aina za udongo zinafanana. Na wameenda mfanano wa aina ya udongo. Kwa ina maana ukipata kwenye ile eneo wakisema eneo hili mfano eneo la Mwese ambalo ni uwanda wa juu wamechukua sampuli kule. Hiyo taarifa ya maeneo aliyochukulia ya Mwese yatakuwa ni uwakilishi kwenye eneo la Mwese lote. Na atatupa picha nzuri zaidi na ya uhakika na asilimia kubwa zaidi kwenye matumizi yetu ya mbolea. Sasa nimesubiri Beni kidogo, bado niko na sakilini. Kuna wale wakulima ambao wakati mwingine unakuta wana tabia za kuhamahama. Ya unakuta amelima anasema mimi hapa sasa hivi sipati, ngoja nitoke, anaenda kuanzisha mashamba mengine. Kwenye huu upimaji wa afya ya udongo natamani kufahamu kwa wale wakulima ambao wanaamini hapa hapawezekani, mara baada ya kubainika kwamba bwana ardhi yako labda ina changamoto 1 2 3, wakipatiwa ushauri wa namna ya kufanya, unaweza kuendelea na mashamba yao yale na wakavuna vizuri. Na hasa hicho ndio tunachokihitaji. Tuna changamoto sana ya uharibifu wa mazingira. Kwenye mkoa wetu. Ni issue. Unajua watu walichoamini kwamba wanaamini kwamba kuna kilimo na mazingira. Yaani sisi kilimo bila kuweka mazingira yakawa salama, kilimo hakipo. Na ndio maana umekuta kuna jamii nyingi sasa hivi zina move kuja huko. Na ukiona kwenye mkoa wetu nimekuwa ni mkoa ambao una overpopulation. Population yetu inakuwa kwa kasi sana. Kwa sababu gani? Watu wanakuja. Kwa hiyo tunavyoingia watu wengi, maeneo yanakuwa yanapungua. Kwa hiyo sisi wengi wanavamia pia maeneo ya misitu ambayo ni hifadhi. Hizi maeneo za hifadhi haya yametengwa strategic. Sio kwa ajili tu ya kutunza wanyama, pia ni kuhakikisha mazingira yanatunzwa, lakini pia tupate mvua za uhakika. Kwa hiyo sisi kilimo na mazingira lazima viendane. Kwa hiyo kilimo lazima kiendane na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo sisi tunachosema wakulima, yani lazima walime kwenye yale maeneo yao. Hichi kilimo cha kuhamahama ni kilimo cha enzi hizo. Tuna ardhi ya kutosha, lakini ardhi sasa hivi inaenda kupungua. Kumbuka, ardhi sisi tunaongezeka kama binadamu, lakini ardhi ni ile ile. Kwa kama tunaongezeka na ardhi ni ile ile, kwa lazima tutengeneze matumizi bora ya ardhi. Kwa maana tutumie ardhi yetu kwa usahihi. Kama sisi tunaambiwa kwenye ardhi yetu inahitaji hichi, tutumie kile kinachohitajika ili ardhi yetu endelee kubaki. Lakini hamna ardhi ambayo unashindwa kurekebisha. Swala ni muda gani utairekebisha. Yaani ardhi yetu tunaweza kuirekebisha kwa aina yote kwa jinsi ilivyokuwa. Ni muda gani na gharama ambayo tutatumia ndio issue. Kwa hiyo sisi tunachosema kwamba ardhi ya mkulima ambayo ameitumia anasema hii haiwezi
hamna ardhi ambayo haiwezekani, ila ina ardhi inaweza ikarekebishwa na ikatumika kwa 100% na akapata matokeo ambayo hajawahi kuyapata. Kwa hiyo kimsingi sisi tunachosema ili zoezi ni muhimu kwa maeneo ambayo yatapitiwa, watatoa ushauri ambao ni sahihi. Ule ushauri sahihi tukiutumia kama wakulima, yale maeneo yetu ambayo tunakimbia kwamba hayazalishi, ni maeneo ambayo yanazalisha. Mimi hapa tu mjini hapa kuna maeneo watu wanalima saa hizi, wanaona mbona ili eneo mbona sisi tunakimbilia fore, maana wanasemaga wanakimbilia fore. Kwa wanakimbilia fore kwa maana kutafuta ardhi yenye rutuba. Lakini huku kumbe kuna uwezekano huku kwenye mazingira haya ukatumia mbolea kwa usahihi na ukapata uzalishaji mkubwa tu. Na hata huyu alienda huko wala asikufikiri. Kwa hiyo ni jinsi gani tutakavyotumia ardhi yako kwa ushauri utakaopewa. Sawa, Beni ulikuwa una jambo lakini naomba tulipe bill. Alafu tukirudi tu unakuwa wa kwanza kabisa hapo kuzungumza. Kilanyiwa Magamba anasema mwaka jana nilishangaa watu wa mashambani wakichukua sampuli pasipo kunijulisha. Niliwafuata, nilipowahoji walinijibu sisi tumetumwa, wewe hauhusiki katika hili. Je, ndo hao? Ameuliza hivyo, bila shaka tutakuja kumjibu hapo baadaye. Lakini amesema na je, upimaji unagharimu gharama ya shilingi ngapi? Anaitwa Baraka Toto la Serengeti Mara, wakati anaitwa Masunda kutoka Ibindi. Sawa, mashamba yetu atapimwa, mkipima mtatupa ushauri wa mbolea sahihi, maana kuna mbolea nyingi tunapewa feki sana. Yeye kasema hivyo. Nimesoma jumbe 3 tu, ni muda wa kwenda kama kuna lolote la kutoa ufafanuzi hapo, tukianzia kwa yule ambaye ameuliza kiasi cha kupata huduma hiyo. Asante ndugu mtangazaji. Kwenye gharama za zoezi hili halina gharama. Gharama ya zoezi hili tunasema ni zoezi la kitaifa ambalo linafanyika kwenye mikoa yote. Mpaka sasa tumeshapitia mikoa 19. Kwa awamu hii tuko mikoa 6. Hakuna sehemu ambako tumetoza gharama ya upimaji. Hii gharama tayari serikali ya Mama Samia imeshalipia. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha Wizara ya Kilimo kuweza kufanya hili zoezi la upimaji afya ya udongo nchi nzima. Na hili zoezi mwishoni litatupa picha. Tutapata ramani ambazo zitakuwa na ramani za kidigitali ambazo zitakuwa kwenye platform nyingi za serikali. Tutaweza sasa kuangalia kwamba mimi niko labda Mbeya, nataka kuja kulima Katavi. Nitaangalia Katavi afya ya udongo ikoje. Kwa hiyo nitaweza kuangalia hata kwa simu tu nikiwa huko niliko. Kwa hiyo hili zoezi ni muhimu sana, halina gharama yoyote, ambacho tunahitaji ni ushirikiano tu. Wananchi watupatie ushirikiano ili tuweze kulitimiza. Sawa, lakini kwa yule ambaye alikuwa anauliza hapo akasema kuna wakati zoezi kama hilo liliwahi fanyika hakupewa taarifa. Sasa hivi mnaenda kwa mfumo gani ili watu waondoe hofu? Tunashukuru ndugu mtangazaji. Hili zoezi kama alivyosema mkurugenzi, tulianza muda. Tumetoa taarifa TAMISEMI. Barua zikashuka, zikaja kwenye mikoa husika ikashusha barua kwenye halmashauri. Halmashauri pia imeshusha barua kwenye ngazi ya kata kwa watendaji na maafisa kilimo kata. Lakini pia hatuishii hapo. Hao watendaji na maafisa kilimo kata wanashusha tena taarifa kutoka kwenye ngazi za kijiji mpaka vitongoji. Kwa hiyo ni zoezi ambalo ni shirikishi, limeshirikisha ngazi zote, kwa taarifa zote zipo. Lakini pia mtaalamu anapofika kwenye eneo husika lazima aripoti kwenye ngazi ya kata. Akisha ripoti anajitambulisha, mimi fulani nimetoka Wizara ya Kilimo na kuja kutekeleza zoezi la upimaji afya ya udongo. Ana barua pia, kopi ambayo ilienda kwenye kata na yeye anakuwa nayo. Kwa kama atapata changamoto, watu hawatamuelewa kwa haraka, ile barua atakuwa nayo, atawaonyesha na zoezi itaendelea. Okay. Sawa. Ana wakati mkurugenzi msaidizi pale wa sehemu ya usimamizi pia matumizi ya ardhi ya kilimo anazungumza kwenye namna ambavyo zoezi hili litakwenda kufanyika, alitaja maeneo kadhaa hivi. Sasa tujaribu kuyafafanua kidogo kwa faida pia ya huyu msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, hasa kwenye hili zoezi namna ambavyo linakwenda kufanyika. Kuna maeneo matatu ambayo yataingia kwenye uwanda kwa ajili ya kazi. Mashamba sisi tunaita uwandani. Kwa hiyo timu ya kwanza ni timu ya profile ambayo inachimba mashimo makubwa. Kwa mkoa wa Katavi tuna mashimo 130 ambayo tutayachimba maeneo tofauti tofauti kulingana na jiografia. Lakini pia tuna timu ya pili ambayo ni observation ambayo tunaita mashimo madogo madogo kwenye kina cha 0 mpaka 30, 30 mpaka 60. Haya yako 1310
ambayo tutayachimba sehemu tofauti tofauti. Yenyewe ni mashimo madogo. Tunatumia kifaa kimoja kinaitwa oga. Kwa hiyo ni mtaalamu atazungusha, atachukua sampuli, sio shimo kubwa, lakini yale mengine ndio mashimo makubwa. Lakini pia upande wa dodoso ile la kuchukua taarifa za kiuchumi na kijamii, tutachukua kwenye halmashauri kama kuna kata 10, tutachukua kata 5. Tunachukua 50% ya zile kata ambazo zipo. Lakini pia hatuchukui tu, tunaangalia ukanda zilivyotawanyika kulingana na jiografia ya halmashauri husika. Okay. Sawa, tukitazama pia upande wa muda na wenyewe umekwenda kweli kweli. Kama kuna jambo ambalo tumelisahau kwenye mazungumzo yetu haya, ni vizuri basi kuzungumza ili msikilizaji apate kufahamu. Cha muhimu kabisa ambacho tunadhani pengine kikisemwa. Karibu. Asante. Kikubwa ni waombe tu wakulima watoe ushirikiano kwa wataalamu wanapokuja kuchukua hizo sampuli. Lakini pia hata matokeo yatakapotoka na kupata ushauri wa matumizi ya sahihi ya mbolea wayazingatie. Ndio. Asante sana. Sawa, shukrani sana. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.